askari akikuandikia utalipa papo kwa papo. Na kama pia gari yako utakuwa hujaisajili, unaendeshea tu manamba ya hovyo ambayo hayapo katika mfumo, pia utalazimika kulipa papo kwa papo. Usipolipa papo kwa papo, ataichukua gari yako, ataipeka kituo cha polisi mpaka utakapopata hela yako uje ulipo tuchukua gari yako. Kwa dakika 5 zimebaki, kuna tabia ambayo tumeiona, hata mimi niliambiwa pia nitoe photocopy ya kitambulisho ya leseni yangu, ili kwamba nikikutana na trafiki nisimpe original, nimpe copy. Kisheria iko sawa hiyo? Sheria ya usalama barabarani inamtaka dereva anapoendesha chombo cha moto aendeshe akiwa na leseni yake halisi ya udereva. Hiyo ni sheria, iko wazi. Na inasema zaidi kwamba kama itatokea bahati mbaya labda umeendesha umesahau leseni yako, utakuwa na muda wa saa 72 kuwasilisha leseni yako kituo cha polisi ambacho umekamatwa. Kwa hiyo haiongelea photocopy na hairuhusiwi copy ya hard copy ama soft copy. Ni lazima uwe na leseni yako halisi. Na hii changamoto ipo sana, tunakutana nayo, mtu amepiga kwenye simu anaonyesha. Sasa kujua uhalisia wa leseni yenyewe huwezi, kwa sababu siku hizi kuna mifumo ya kuedit. Unaweza mtu akaedit ukajua ni leseni yenyewe halisi kule. Lakini hata kopi zile zinafanywa manuva hayo. Kwa hiyo lazima utembee na leseni yako halisi, au wengine wanatembea na namba nakwambia angalia kwenye mfumo. Hapana. Sheria bado inakuelekeza wewe dereva wa chombo cha moto utembee na leseni yako original.